ili ng'ombe wafike malishoni, wanapita kwenye mashamba ya watu. Kwa hiyo tuna namna, tunasimika nguzo kama hizi huku na huku, tunasimika hivi, afu tunabana miti hapa na huku, ili kuwafanya wale ng'ombe wapite hapa bila kuharibu mazao. Hivi tumewakomesha au tumeweka kitu cha kuwaongoza? Sheria haijaja ili kutukomesha, imekuja ili kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anazungumza amri ya upendo. Hii ni amri kubwa sana na tutaiongelea hapa kwa sehemu. Tunaweza kudhani tupo humu ndani tunapendana, kumbe kukaa pamoja haina maana mnapendana. Walioko kwenye ndoa ndo wanaelewa. Yaani tukae tu sasa tulage watoto. Sasa tutafanya nini? Upendo ulishaisha kitambo. Upendo ni kama petroli, ila haina sheli. Upendo hauna sheli. Huwezi ukasema ngoja nikimbie Mama John nikaongeze. Upendo ukiisha, umeisha. Amen. Tutaangalia hapa. Na katika maisha ya upendo wa kweli hakuna kuhesabu gharama. Usihesabu gharama. Mtu unayempenda usimhesabie gharama, nilikununulia hiki, nilikununulia hiki. Ukiona unahesabu, wewe sio una upendo. Wewe ni mlanguzi, mchuuzi. Unahonga watu. Amen. Uwezi ukasema mtu unampenda unamkumbusha ulivyomnunulia. Ulikuwa unamhonga. Ulikuwa unampa vivutio. Sasa ni kama havioni, unaanza kumkumbusha. Wewe ukumbuke hilo wiki nilikununulia. Unaanza kumkumbusha. Wewe hukumpenda, ila ulikuwa unahonga, unanunua upendo. Unaweka, unakuzia. Wangapi upendo wao ni wa hivyo? Yaani bila kukupa kitu upendo umeisha. Amen. Tupo humu lakini tutafanyaje sasa na mikono ndio watu nyote. Angalia huko mbele. Sasa mtu unampenda kupata kitu ndio upendo. Kwani nani alisema upendo ni kumpa kitu mtu? Nimesikia huko lazima. Hamna cha lazima. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya upendo wa kweli hakuna kuhesabu gharama. Na marufuku kumkumbusha mtu unayempenda vitu ulivyo mpa, marufuku. Usimkumbushe. Maana ulimpa kwa upendo. Kama namkumbusha, wewe kumpa kwa upendo. Ulikuwa una honga. Asije akakuchukia akakuacha hivyo. Lakini usihesabu gharama. Amen. Wakati namtumia mke wangu vocha, lakini najua nitumia shilingi. Labda itakiwa niwafuate Voda. Maana kwa kweli vocha ikiisha najiunga juu kwa juu. Unajua Voda walikuwa wanaleta kale unasikia kama kalamu hivi, ishara kwamba vocha yako inakaribia. Kwa hiyo unakuwa vidole ni kama vimekali ta kwenye kasimu kabata, unajiunga juu kwa juu. Maana utani maongezi yafanya nini? Sasa hivi. Inaweza kafika mpaka jioni hujampigia. Na akakuuliza wewe, vipi mbona unipigia sasa? Kwani kuna tatizo? Lakini wakati ule upendo wangu haukuhesabu gharama. Nimenunua sana tukubu. Na Voda na mitandao ya simu inapenda kweli watu wenye mahusiano. Inawapenda. Maana wanatumia sana vocha. Kinaisha elfu ujiunga cha wiki, lakini ndani ya siku mbili kwisha. Mtu anaenda kunywa maji na mwambie usikate. Mkunywa. Kwa nini? Unampenda. Amen. Atupoa pole. Kwenye ndoa. Masai mwenzangu, kuna pole sasa hivi. Kama nimekuwakilisha vizuri hapa. Kwenye maisha ya ndoa pole chache. Ila kuna maswali ulikuwa unafanya nini? Ukisema ulikuwa unafanya nini? Yaani maswali kwanza hapo pole baadaye. Kwenye mahusiano ukisema tumejikwaa, pole sana. Umeumia sana. Lakini kwenye ndoa pole haitangulii. Yanatangulia maswali. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa natembea tu, nilivaa ndala, nilikuwa nafua. Unaona tabia kwa ndala zenye sabuni. Unakuja kupata matatizo hapo. Vipi ndugu?
Jamani, ni utangulizi tu. Amri ya nini? Ya upendo. Nakwambia unapofua usivae ndala. Unaona sasa? Unavaa ndala zenye sabuni, unaona. Kama kung'oa meno. Unaona? Lakini pole bado, yani bado. Pole iko pole inakuaga mbele. Baya maneno mengi nasikia. Pole. Lakini kwenye mahusiano pole. Pole kwenye mahusiano hazina idadi. Kwenye ndoa unaweza kukumbuka ukewa. Siku ile ulipotoka nami msibani akakwambia pole. Sasa hivi umepewa kwa sababu gari lilipasua tairi mkapona. Ndio umeambiwa. Unazihesabu. Kwenye mahusiano pole. Kwa sababu huyo mtu unampenda, alafu hesabu nini? Karama. Mtu unayempenda. Sasa wale makoya miaka hiyo ya nyuma kidogo, miaka yangu hata na miaka yao kina mama Rukasa. Maana kina mama Rukasa hata zamani wanaanza kusema na zamani nye. Tuna zamani sisi. Na zamani na sisi. Sasa wakati naimba kwaya tulikuwa tunaenda huku Mbeya. Nimekuja kuna shida huku. Huku hamnaga makambi. Hakunaga makambi huku. Kule kwetu kuna makambi. Kulikuwa na makambi, mnaenda kuimba labda kama hapa mnaenda Chimala, mnakaa huko siku 5, mnaenda mahali pengine mnakaa siku 5. Kwa mwaka mara moja siku ya vijana inakuwa na kambi, linaanza Jumanne mpaka Jumapili. Sasa kule tulikuwa naenda na viazi vitamu vile, lakini wanaume ndio watakula hivyo viazi, wanawake watakula maandazi, sio ya jumuiya. Wote mnatakiwa kunywa chai na viazi, lakini wanaume wanatoa hela wanawanunulia wadada. Wadada wanakula maandazi, sisi tunakula viazi vinakiungulia, lakini sasa hamna. Tulikuwa tunawaonesha amri. Unaweza ukatembea ya mguu, hapo mdadu kampa nauli. Nimeona kibonzo mtandaoni. Kijana mmoja anaagana na mpenzi wake. Haya basi haya. Sasa akampa 10. Kumbe ndio hiyo hiyo. Ndio hiyo hiyo. Kwa hiyo alipoona amempa 10 ndo anaenda akakunja suruali. Maana yeye ni 1 2 mpaka ile 10,000 haimuumi kwa sababu amempa naye
Ye, mnampenda Mungu? Mnampenda Mungu? Mnaweza kutoa zote mkatembea ya mguu? Nilisikia kibonzo kingine anasema mtumishi alipita karibu yangu akaniambia utatembea kwa miguu. Anasema kwa jina la Yesu utatembea. Anasema sikumuelewa, ila nilipotoka nje nilimuelewa. Maana nilikuwa sina hata 100 sasa. Yaani upendo hauhesabu gharama, hauhesabu kiasi ulichotoa. Ndio maana kwenye andiko anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Alikuwa na mtoto mmoja tu. Lakini alifanya nini? Kwa nini? Kwa sababu ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda mtu au ukipenda kitu, kutoa sio shida. Amen. Jana tulipita mahali na Omari, tulikipenda kitu. Tulienda huko tulikokuwa tumeenda, tulienda kugeuza gari. Tukarudi pale. Tukatafuta tukakosea, hatukioni tena. Kilituuma kwa sababu tulikipenda ila hatukioni. Amen. Mimi nawaambia kanisani wewe unakuja. Unashangaa mchumba wako yuko hapa hapa. Ila tabia yako ya kushinda shinda hakuoni. Anafikiri ni mpita njia. Unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona mtu anahesabu gharama katika upendo, huyo hakukupenda, bali alikuwa ananunua upendo au kuhonga moyo wako kwa vitu ili umpende. Kwa sababu vile vitu huvitoi ili akupende. Vitoe kwa sababu nampa unaye mpenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nazungumza mambo ya kiroho. Paulo aliwaonya akawaambia, mimi nazungumza habari ya ndoa ya Kristo na nani? Na kanisa. Amen. Maana kuna watu watatoka hapa wasema, hukusikia mchungaji pale alikuwa anazungumzia mbona daidai vitu? Ile ni chumvi kwenye nyama. Kama chumvi kwenye nyama hamna, nyama hainogi, ila usiweke mkazo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza habari ya upendo, amri ya upendo. Upendo hauhesabu vitu ulivyomfanyia mtu, bali upendo hustiri wingi wa makosa ya mtu. Jamani, mtu unayempenda, jamani, kwenye mahusiano, mpenzi akipoteza simu unamwambia nini? Usijali, vitu vya kupita. Poteza kwenye ndoa. Poteza kwenye ndoa, ndipo utaelewa kuomba simu ya jirani. Hununuliwi. Kwenye uhusiano anakwambia usijali, tanunua nyingine, cha maana wewe ni mzima. Kwenye ndoa eti imetumbukia chooni. Ulikuwa unaenda nayo ya nini? Ulikuwa unaongea na nani? Kwa nini uende nayo chooni simu? Na kwambia sasa hivi sina hela. Mungu akubariki sana. Amri ya nini? Ya upendo. Kwenye ndoa vitu havipoteaki kwa bahati mbaya. Kila unachopoteza ni makusudi. Makusudi. Amen. Anapozungumza upendo, anataka usiwe mtu unayehesabu gharama. Nilikufanyia. Basi badilisha, usiseme upendo, sema nilikuhonga. Ukianza kuhesabu vitu ulivyompa mtu kwa upendo, manake wewe hukumpenda. Halafu anasema upendo hustiri wingi wa makosa. Wachumba hawahesabianagi makosa kwenye ndoa. Unakumbuka mama yako siku zile alivyokuja hapa? Mlichinja kuku? Hamkuniambia. Hauoni hilo ni kosa? Umshirikishi mwanaume, umejioa huko ndani. Utaongea? Unanyamaza. Cha pili, siku zile nimekuambia kabisa, hiyo nguo nitavaa ukaloweka. Ulikuwa na maana gani? Haya makosa yanafanya nini? Yanahesabika kwenye ndoa. Wewe usijifanye haya yanahesabika.
huko kwenye kambi zetu huko yanahesabika. Ni huku tu kwenye mahusiano makosa hayahesabika. Kila jambo si neno, kila jambo hamna shida. Sasa Mungu kwa upendo alionao kwetu hatuhesabii makosa. Hatuhesabii tumekosa mara ngapi. Hahesabu. Lakini wale walioko kwenye ndoa wanahesabu. Hii mara ya 3. Utaenda kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii mara utaenda kwenu. Yaani watu wapo kwenye ndoa ila hawajahakikishiwa kama wamefika. Umewahi kuona mtu kama umesafiri, alafu umefika mahali, alafu unakaa, kwanza kusafiri mbali, tukisha toka kwenye majukumu, ukifika chumbani ukilala sasa. Unaelewaga kale kapumzi ka mwisho unavutaga kale. Unasikia? Watu wapo kwenye ndoa ila haka kapumzi hawajavuta bado. Maana hawana uhakika. Unajua kama kiti ni kibovu, kina mguu mbovu, inatakiwa ukae kistaili. Kama kitatokea kinavunjika, wewe usiende wapi? Watu wapo kwenye ndoa ila wako hivi. Maana yake muda wote ni kama mtu ameng'ata filimbi. 1, 2, usije ukaenda chini. Kwa hiyo watu wamekaa juu. Maana hawajahakikishiwa maisha. Na ndio maana hata tunavyoaga mabinti huko, wale washangazi wanasema usijivune sana, uaga wanarudi. Usiseme sirudi mimi. We, hujaenda kule. Kwa sababu kwenye mahusiano upendo unakuwa wa moto. Lakini ukifika huko unaanza kufanya nini? Kupoa. Aliyesema hawezi kuishi bila wewe sasa hivi anaishi bila wewe. Wale walioishi miaka hiyo wanasema nakuona kwenye glasi. Sasa hivi uonekane kwenye glasi au usionekane, sawa tu. Amen. Umri watu wazima walioko hapa kina Mambilimbila, kina Machafu na kina Manani hapa, watu wazima mlioko hapa ndio mliweza kusubiri mume wako. Unasema sijisikii kula peke yangu. Sasa hivi kula kabisa, maana akirudi ana unaweza ukapigwa na hujala na chakula umepika. Unaweza ukafikiri utalala hapo, kumbe sikio ndo hulali hapo. Kwa hiyo kula kabisa, ila hata kama utalala nje, lakini Bwana Yesu asifiwe. Upendo usitiri wingi wa dhambi, wa makosa. Upendo unastiri wingi wa makosa. Mtu unayempenda huwezi kumhesabia makosa. Ukiona unahesabu tayari expired. Angalia tarehe pale. Tokea tumeanza kupendana huu mwaka wa 9, naona tayari wa 10 unakaribia ambao ndo expired. Kama 9 tu tumefika kwa mkongojo na kufungana plaster, huu wa 10 nafikiri ndio mwaka wa mwisho wa expired. Upendo umefanya nini? Maisha. Angalia kitabu cha Petro wa kwanza. Naomba tuangalie Petro wa kwanza ule mlango wa 4. Petro wa kwanza mlango wa 4. Angalia anachokisema kwenye ile mistari. Petro wa kwanza mlango wa 4. Angalia ule mstari wa 7 hadi wa 11, anasema hivi: lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili mkakeshe katika mkeshe katika ibada. Hajasema mwe mnakaa kanisani, yani uwe ni mtu wa maombi. Maisha yako yawe ni maisha ya maombi, uwe ni mtu wa kutafakari neno. Halafu anasema zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika, amesema kupeana vitu, katika kupendana. Na kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Upendano husitiri wingi. Ukishaona mnahesabiana mabaya hapa, tafsiri yake ni nini? Hampendani. Mtu akianza kukukumbusha uliomkosea, huyu kiwango cha upendo hakipo.
kuna namna ambavyo mtu akishasema samahani, si umefuta, unaanza kumkumbusha tena, ulimsamehe kweli? Ulifunika tu. Amen. Ngoja tujaribu. Mtoto amejisaidia chini ya kochi pale, mnachukua kibakuli mnafunika. Hivi nyumba yenu ni safi? Ni safi eh? Si hayaonekani? Inakuwa chafu kwa sababu wote mnajua yapo. Sio? Najua kama rafiki yako ana hiyo tabia, huyo sio rafiki. Hasafishagi, anafunika. Anatubakuli tu. Ukimkosea anafunika. Ukimkosea anafunika. Ukimletea kimbunga anafunua. Ambia unaona umu mote ni wewe. Huyu hawezi kufanya ukawe na nguvu. Utakuwa dhaifu tu. Kwa sababu anakukumbusha mabaya. Jamani, ndani kila mahali, kila mtu kuna mahali alimtoa na hatupendi tukumbushwe. Nataka kunikumbusha mimi Mungu alikonitoa. Eti unajua wewe zamani zile, yani Mungu wa ajabu. Yani kweli, yani wewe nikikumbuka. Ukikumbuka nini? Unataka kukumbuka nini? Tusifukue makaburi yana harufu. Tulishazika hayo mambo. Amen. Jamani, kama baba yako unampenda, mama yako unampenda, lakini akisha kufa wakimzika, ukifukua anakuwa tena anavutia. Anatoa harufu kali. Ndio maana binadamu ni kiumbe ambacho akifa anachimbiwa shimo 6 Maana yake harufu yake sio ya kawaida. Sasa wewe unafukua makaburi ya makosa, unataka kuleta harufu. Unataka kuharibu manukato. Watu tumekaa tumestarehe, tunaimba, tunaburudika, unaanza kunikumbusha ya zamani. Unataka kuchafua hali ya hewa? Unataka niwe mnyonge? Anasema upendo ustiri wingi wa dhambi, wingi wa makosa. Kama unanipenda usinihesabie makosa. Usihesabu madhaifu. Kama ulishanisamehe acha maisha yaende. Kumbuka nilichofanya leo. Ila mema nitunzie. Uwe unanikumbusha. Kuna mwambia mume wako katika wanaume. Mimi nilipata bwana. Unaanza kumwambia katika wanaume wewe haumo. Wewe sasa. Bwana kama unamvunja moyo, mtie moyo, huyu ana safari ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo hustiri wingi wa dhambi, wingi wa makosa. Angalia mstari unaofuata. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo manunguniko. Tunakaribishana kwa manunguniko. Nilienda hata chai hakunipa. Yaani ile nyumba siji kuingia tena. Soda niliziona kabisa lakini hawajanipa. Ulipungukiwa nini? Soda ukunywa? Acha manunguniko. Amen. Yaani manunguniko. Ni Wakristo ni wapendwa, tunanungunikiana. Tukaribishane kwa upendo. Sasa tunaanza kuogopa kukukaribisha maana unaka mdomo. Niliwaambia hapa, kuna nyumba ukiingia, sijui kama nyewe Wakristo wenzangu mnazo hivi vitu. Kuna nyumba ukiingia, ukifika mezani pale dining tu pale. Tuseme sitting room pale sebleni, ukikaa hivi. Pale mezani pale kuna miwa, kuna machungwa, kuna ndizi. Mimi kutoka kijijini sielewi kwamba hivi ni mapambo. Mimi najua ni miwa, najua ni ndizi, najua ni machungwa, ila wale watu wachoyo tulikaa mpaka tunaondoka. Hata kusema tu karibu hamna. Kwa natoka na manunguniko, kumbe nyenye ni nini? Mwage mnatuambia mapema kwamba mpendwa karibu. Hapa ndo nyumbani, hapa ndo sebuleni. Hivi vingine vyote hivi ni mapambo. Ya ujitengenezee maana unanijua. Nimejitokea huko. Mimi sijuage mapambo, mimi huwa naijua miwa tu. Kwamba kuna miwa ya mapambo. Imelala kabisa mirefu hapa mnasema mapambo. Unaona ndizi ni ya njano, kumbe nini? Mapambo. Kuna machungwa.
ninatoka pale ninakunungunikia, kumbe ni mapambo. Unieleweshe mwenzako nielewe. Amen. Wewe umetoka kijijini unakuta pale wameweka tishu na uelewi kama ni chakula au ni za kufutia mikono. Si unapaka pilipili unatanguliza. Bwana Yesu asifiwe. Maisha haya unaweza kaenda mahali mtoto wako huyo huyo akakuaibisha. Amen. Tulikuwa tumeanza pale nyumbani na sisi tunajifanya wa mjini. Tukinawa tuna tishu tunajifutafuta. Kale kadogo kakike kale na kenyewe kanajifutafuta kanaweka. Tukawa tumeenda kwa watu. Kamenawa afu tishu hamna. Kasa we baba. Nikagundua ili nalo ni tatizo hili. Ni tatizo hili. Kamenyanyua mikono kamefanya hivi kanasubiri nini? Sasa wewe kwa watu utasemaje? Utasema naomba tishu. Unataka kuwaaibisha. Unamwambia tu mwanangu fanya hivi itakauka. Kila mazingira yana mshamba wake. Amen. We usione mimi nashika mic hapa. Kushika mic inafanya piu. Wazee wa kanisa niliwaambia, mwe mnachukua somo Jumapili. Yaani kama hivi tumetangaza Jumapili ijayo Omari atakuwa kiongozi. Uchukue somo kabisa baada ya ibada. Sema we unataka nisilale. Yaani kwamba kila siku kesho ni Jumatatu, yeye anawaza Jumapili, Jumanne, Jumapili, Jumatano, Jumapili. Analala anaamka, pressure juu. Kamoyo kanadunda. Alafu kuna watu humu akisimama mzee wa kanisa hapa anasoma, Bwana akanena na akanena. Mnakosoaga sasa akanena. Tutakuja tukuite hapa. Utusomee hicho unachosomaga kisirisiri hicho. Hicho unachosomaga kimoyomoyo wenzako hatukusikii. Tutakupa kipaza sauti sasa usome. Kama hujanena kwa lugha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea. Anasema kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kila mmoja hapa amepokea karama yake. Usianze kuiga vya kwa yule. Eti nilienda kwa fulani, nilikuta kuna chai, sijui kuna nini zile wanaita karanga zile, ngumu zile. Unaona vile vikaranga vinabanwa sana, vinachanganywa na sukari vigumu. Nini ile? Kashata. Mimi najulia wapi? Hizo. Amewekwa chai pale na hiyo kashata. Na wewe unataka kashata. Unataka kutuwekea sisi mezani kwako pale chai na kashata. Wewe acha mbwembwe, wewe lete maandazi, lete mkate wa kikinga, tutamshukuru Bwana, tutaenda. Acha kuigiza maisha. Umepika maharage, weka hapa. Usianze kusema inatakiwa mboga 7. Mboga 7 wapi? Wewe lete ugali maharage hapa, akimega matonge matatu atamshukuru Bwana, ataenda. Nyie wote nyie hapa nikiangalia hapa ni wenzangu. Mlikuwa na vitunguu? Mwakaleli kuna vitunguu. Mlikuwa navyo? Hamna. Wote hapa wengi tumekulia mboga za kunyonga. Kisu hamna, umetafuta ukioni, nikufanya hivi tu unaweka mle. Safi kabisa. Nyanya zile nyanya ushanga unaminya tu kwenye maji chui unaweka pale. Safi. Tokea umepata ka blender hatupumu. Kidogo tu. Kama umepata shukuru Mungu. Huna usijitese. Kama sina usinikosoe. Amen. Eti nilienda kwa manani pale. Alitupa zile mboga na kwambia nyanya nzima nzima. We shukuru Mungu ulikula, kwani ulitapika? Acha kushuhudia watu. Tuna tesana, anasema kila mmoja atumie karama aliyopewa.
Uliye nacho toa kwa kadri ulivyopata. Huna, toa kwa kadri ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaja kushindana hapa. Hatujaja kushindana. Usianze kumwambia mtu ina maana nguo unavaa hiyo hiyo kila Jumapili. Unataka nini? Kama unazo 3 si umpe. Mbona mimi navaa joho hili kila Jumapili na amniulizi? Umemwona huyo tu? Usimseme mtu. Kila mmoja afanye kwa kadri ya karama aliyopewa. Amen. Tusinyanyasane. Nilikuwa nimeenda kwenye harusi wakasema harusi nini rangi sijui. Wachungaji wana matatizo. Yaani sisi tuna shati moja tu nyeusi. Sasa wakasema huko kwenye ukumbi huko nani rangi ya ukumbi si dark blue. Mimi asubuhi nilivaa suti yangu kijivu. Sasa kwa sababu niko hapa mpaka jioni nikaona ngoja nikawatie moyo niende. Nafika pale nasema mtumishi, mbona hujavaa dark blue? Mlinipa hela. Simshukuru nimekuja hapa. Nilivyomaliza maombi nikaambia Mungu awabariki muwe na sherehe njema. Nikajiondokea kwenda wapi? Nyumbani. Lakini tusinyanyasane kisa rangi unayovaa. Sina, nishukuru nimekuja, wewe unataka rangi, ulikuwa unanitaka mimi. Ila kupamba kasherehe kama mwenzako ni vizuri, ila kama unacho, kama huna, napo kuonekana unatia moyo. Amen. Ila usiende na njano sasa jamani. Unang'aa peke yako. Wakisema punge mkono wewe, hata usipopunga unaonekana. Nazungumza amri ya upendo na kuchukuliana. Aliye nacho na asiye nacho tuchukuliane. Amen. Sasa umempa mtu lift. Mnafika mahali labda ni msibani. Unanyanyuka. Wagu natulia. Wewe uliyetoa lift wage mtulivu. Watu wajue umekaa pale, wewe wanakuona. Kila dakika wenzako ameenda, yuko pale. Hawatulii, maana tusije tukaachwa. Kwa hata wanapoomba kama maombi ni ya muda mrefu, katika jina la Yesu, Mungu Baba katika jina la Yesu, tusije tukanogewa na kongamano akatuacha. Tulie mahali pamoja, tujue upo. Tena ukaage mahali tunakuona. Ili wenzako tusiwaze tukashindwa kufanya ibada vizuri. Amri ya upendo. Ukimpa mtu lift mpende, na usumbufu wake mpende. Kuna wale watu ambao unawapa lift karanga wanapepetea humo. Ananua karanga za 500, anafikisha kile kifungashio kile, hapo anatoa mle. Usimkemee. Na ukitaka kumkemea, umkemee kwa upendo. Yaani onesha lile jambo halijakukwaza. Ila onesha kwamba nani sana yataingia machoni. Ukimwambia we unapepetea humu, anakuwa mnyonge, anafunga kalanga zake hivi. Hali tena mpaka mnafika huko alikoenda, akishuka anasema ningekuwa na nauli. Upendo ni gharama. Mtu anakukosea inatakiwa umvumilie. Tumesema upendo unastiri wingi wa makosa. Anapepetea kalanga kwenye nani? Kwenye gari. Tena gari yenyewe mpya tu ndio umenunua. Na wewe ndio umeandika historia kwenye ukoo.
Halafu mtu anapepetea karanga. Wakati wewe mwenyewe ukiingia kwenye gari ukikaa hivi, unakaa upande upande, miguu unafanya hivi. Kukung'uta. Kuna mahali Mungu amekutoa. Wastahimili wenzako, wavumilie. Amen. Wavumilie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu sasa hivi namiliki soksi 10. Unakuwa na soksi moja tu. Halafu mnanihimiza nivue viatu. Mnataka nini? Nyewe mnivumilie tu niingie na vumbi, nikitoka basi mtadeki. Lakini nikitoka kama nani, mtapata taabu sana. Maana hata kudeki haisaidii. Lakini mnistai, msiwaambie watu kwamba huyu ananukaga socks. Wale waliokulia kijijini tulifundishwa kama mnakula na baba halafu mboga imeisha, usiseme baba anakomba mboga. Unaenda kusema mama, baba ameipenda mboga. Unamstahi baba. Unaweza kusema baba anakomba mboga. Baba akombi mboga, baba anaipenda. Unaweza baba ameipenda mboga. Naomba mtuongezee. Mnaongezewa. Wewe ukasema baba anakomba mboga, ila baba ndio mwenye kibali cha kusema watoto wanakomba mboga. Baba akombi mboga. Ameipenda mboga. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata anasema hivi: mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Yaani kama unaongea, ongea kama mtu unayemshauri kwa wema. Anasema useme kama mtu unayetoa mausia ya Mungu, unamuhusia mtu kwa afya kabisa. Anaendelea anasema, ule mstari wa 11, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na nani? Na Mungu. Sio kwa sababu wamekupa hela. Si niliwaambia hawa wanaoimba hapa praise sio hapa kwetu. Mfano maana wanaweza kukwazika. Sasa jamani, praise team sasa wanaoimba tutakuwa tunawalipa 300 kwa mwezi kila mmoja. Watashika mic hapa wata. Anashika na hiki ananyanyua kabisa. Nashangazwa. Hamna taarifa, huyu analinda mshahara. Analinda 300,000, 2,500 ya mwisho. Anasema hapa, angalia mstari anasema hivi: mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu alizojaliwa na nani? Na Mungu. Unashangaa mtu anajituma. Anasema huyu mtu Mungu ambariki, kumbe analinda kama mshahara. Mimi nilikuwa daa kule, nilikuta kuna praise team moja wanalipwaga mshahara, wanaabudisha hao, wanaimba hao. Askofu akaenda pale siku moja, alifunga ile praise, hamna kupewa posho, hamna kupewa mshahara. Kila mtu alitawanyika mashariki na magharibi. Kumbe wale hawakuwa waabuduo halisi. Walikuwa ni watu wa nini? Wa mshahara. Hii shida iko kanisani. Jamani, hatukatai. Ukiona mtu ameimba hapa, wapigaji wawezesheni, watieni moyo wapate nauli za kwenda nyumbani. Jambo zuri. Hata mimi nikialikwa mahali huko kwenda kuhudumu, wananipaga nauli. Mtumishi uende salama. Na mimi nikirudi nyumbani narudi na kifungashio. Mke wangu anasema za safari. Angalau una kifungashio, umebeba ndizi. Unakabidhi pale. Siku moja nimerudi nyumbani bila ndizi, mtoto wangu akaniuliza swali, anambia wewe baba, hivi kwa nini hurudigi na ndizi? Nimeliweka hili swali akiba. Sio kila siku tarudi nazo, ila ukipata rudi nazo. Siku hazifanani. Amen. Hapa anazungumza, anasema kama unatumika, tumika kwa neema alizokupa Mungu. Anamalizia ule mstari wa 11. Na hudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele. Katika hayo utakao kuwa unafanya kanisani, watu watamrudisha sifa na utukufu nani? Mungu.
Sasa naanza kuwaambia watu, yaani pale kanisani tunaimba ni kama hawatuoni. Ulikuwa unaimba uonekane? Si ili Mungu atukuzwe na Mungu akuone kwamba hiki chombo changu kinatumika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilijifunza watoto, kama unafanya kazi hivi, wanaleta hiki, alafu na katoto kakaenda kuchukua kakitu kakaleta pale. Ukijifanya umekatupa, anaumia sana. Entaku uchukue, ufanye kama nakafanyia kazi. Unamtia nini? Moyo. Tutiane moyo jamani humu kanisani. Kuna watu hapa wanaweza kuacha kusali kwa sababu tu ulimsema. Kuna mtu alimsemaga mtu mmoja hapa. Hapo. Katoto sijui kalifanya nini, akakasema. Akaondoka akasema haya nitakuja kakikua. Hajaja kanisani. Kwa sababu alimsema, ile neno lilimuumiza. Tukitaka kumrekebisha mtu tumrekebishe katika moyo wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mtoto unaweza kumkatalia kitu hapa na akarudia kufanya. Sasa usimlaumu mama yake. Mimi mwenyewe kule kijijini tulikuwa tunasema watoto wa fulani waizi. Mtoto wa kakaangu alipoanza kuwa mwizi, nilikaa chini. Amen. Unajua ni rahisi kusema mama fulani hajui kulea watoto. Watoto wote wamezalia nyumbani. Weka kwako kako hivi. Subiri kaanze kunena kwa lugha ya Kinyakyusa. Uganile fida. Ndio utaelewa kwamba wewe ulitanguliza mdomo mbele. Chamana tuombeane. Sasa penye mtoto wa mzee wa kanisa amezalia nyumbani. Wewe kwa kwako tuko chekechea tu. Hujui tutamaliza la 7 au form 4. Hujui. Tulia. Amen. Funga mdomo. Wewe kazana tu kuwaombea. Hata kama ameanguka mwambie Mungu msaidie ajifungue salama. Msaidie ajifungue salama. Akijifungua salama, sifa na utukufu kwa Bwana. Anasema yeye aliye dhaifu wa imani, tunaanza kumrejesha pole pole. Sasa mnafukuzana tena. Sasa penye mtoto wa kanisa, huyu mama anajifanyaga kielele kanisani, anafanyaga mama ushauri. Mama ushauri. Wewe. Hii safari bado ndefu, una miaka 30 tu wewe. Una miaka 40 bado. Safari ni ndefu. Amen. Usiseme yule mama watoto wote walimshinda. Yaani kulea hajui kabisa. Una miaka 30 hapo unamlaumu mama yule mwenye miaka 80. Unasema kulea hajui. Subiri. Kuna rangi wewe hujaziona. Sasa ili uweze kusaidika, punguza mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa katika upendo wenu umpendaye akaanza kusimulia madhaifu ya mtu fulani ambaye walipendana sana, kwa sasa wametofautiana, huyo hakufai. Kwa kuwa upendo wake ni kama mwandishi wa habari. Akimaliza anaenda kwenye runinga kutangaza. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka familia ya Omari. Amen. Yaani mimi nilikuwa na urafiki na huyu. Tunaongea vizuri. Watu wote wanajua ni marafiki. Baada ya muda tumenuniana. Kwenye urafiki kuna kutunziana siri. Si ndio? Mkisha nuniana, sasa si hatuongei, nina urafiki na huyu. Ukishaona mimi nimeanza kukusimulia madhaifu ya yule, ujuage ipo siku tukikosana na wewe napeleka. Na huna cha kunifanya. So ulikuwa unaona raha kusikiliza ya yule. Subiri sasa niende kwa huyu kusimulia yako. Unafahamu Omari? Yaani Omari 1 2 3. Na wewe unaniamini, unaona kama mmepata rafiki. Mimi ni mwandishi tu. Unanisimulia kwako na vile mume wako anakupiga. Sijui kama mume wako na hama nakuja kwa huyu, nakuwa rafiki wa huyu. Namsimulia tena na hama. Ukishafika mahali watu wote wakajua wewe ni mbea, wanafanya nini? Wanakutenga. Unaanza kama unatembea kama nani? Hivi Kiswahili ni nini? Kule kwetu kuna nyani yule anakuaga ametengwa na wenzake, anatembeaga peke yake.
Sasa kule kwetu wanasema mgende yena. Yaani unakuwa unatembea peke yako, wamekutenga sasa. Hayo. Unakuwa unatembea peke yako. Maana wote wanaogopa kuambatana na wewe. Wakikusogelea tu unaanzisha. Leo umesikia cha nani? Sasa hawataki hicho. Wanaona bora wakae mbali na ukisema jamani simnaenda hivi twende, sasa hapana, kuna mtu tunamsubiri. Hata kama hawamsubiri mtu wanakaa. Wanaona bora wachelewe ila wasiongozane na wewe. Maana hawatakosa majungu yako. Wanakaa. Unaanza kusema ili kanisa watu mbona hawana haraka? Wawe na haraka na wewe. Wanakaa. Wanasema huyu hatuwezi kwenda naye. Kwa hiyo chunga sana usisimulie madhaifu ya mwingine. Kama mmegombana sawa, sisi ni binadamu, tunaweza kugombana, lakini usibebe madhaifu yake kuwa silaha ya kumpigia. Hakuna mtu atakuamini tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo anapozungumzia amri ya upendo, upendo unastiri wingi wa madhaifu ulioyaona mkiwa marafiki. Endelea kuyaficha mkiwa mmegombana. Jamani, angalia waraka wa kwanza wa Yohana, nisome kwanza hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa 7. Mlango wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, samahani, nimesema mlango wa 7. Kuna kitu nimekipoteza hapo. Angalia ule mlango wa 3 mstari wa 11. Anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 11 anasema, maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Angalia mstari wa 12. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa, amesema mema. Amesema mema. Amesema ya nini? Wakristo tunatakiwa kutenda matendo ya haki, sio mema. Mema hata wachawi wanatenda. Mchawi anakupa wali lakini ameweka. Ukira tu unakuwa upendi kusoma. Mchawi anakupa nguo uvae, lakini anajua ukivaa tu umevaa uchawi. Amekutendea matendo mema, lakini kuna kitu ameficha. Hapa anazungumza habari ya kutenda matendo ya haki. Wacha Mungu wanatakiwa kutenda matendo ya haki. Huu mlango, ngoja nisome ule mstari wa 7, anasema watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Unaona haya maneno ameyarudia. Atendaye haki ana haki kwa kuwa anaye mwenye haki. Yaani kuna watu hapa hamtakiwi kubahatisha, kwa sababu ninyi ni wenye haki na mnatenda haki na mnayemwamini ni wa haki, hivyo atawapa haki. Jamani, ukiwa hakimu, yaani wewe mbinguni unaweza usiende kama hutendi haki. Haki ni tabia ya wana wa Mungu. Kutenda haki ni tabia ya wana wa Mungu. Angalia mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi. Kumbe Kristo alikuja ili kuzivunja kazi za Ibilisi, na wewe unazijenga. Yaani kuna watu humu wanajenga kazi za Ibilisi. Wao ni matofali, wao ni simenti, wanakazia. Unaona mwenzako ameanguka katika udhaifu fulani, unakazia udhaifu wake. Sasa wewe unajua hilo tu na hili unakazia. Amen. Unakazia. Angalia mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na. Jamani, kumbuka
Wakristo hatutendi dhambi, ila tunaangukia dhambini. Paulo anaeleza vizuri, anasema lile nitakalo kulitenda sipati, ila lile ambalo ninalichukia sitaki kulitenda ndio najikuta nimetenda. Sasa huyu hakupanga. Amen. Huyu hatendi dhambi ila ameangukia. Na tukianguka dhambini, jamani, tusichelewe kuinuka, tunainuka haraka haraka. Jamani, mimi nawapa mfano huu mara kwa mara, Mama Rukasa nimemtolea mfano mara kadhaa. Jamani, unavuka pale zebra ya Soweto, ukaanguka pale katikati ya lami. Hivi unakaa pale, jamani, nyaki na mama ana nimeanguka. Ndio unafanya huo mchezo? Yaani lori liko hapo linapumua, ile kibi linafanya hivi. Tani 30, futi 40. Kibi ni ile inanesa hivi, limefunga breki ili wewe utoke. Halafu wewe umenyoosha mikono. Unasema ejo mwe. Unaweza kufanya huo mchezo? Unafanya nini? Hata kama umeteguka kwenye nyonga. Unaenda huku pembeni. Sasa fuile. Unaenda kukaa huku. Watu watakukutaka wapi? Umejisogeza. Sasa watu wanaanguka, wanakaa hapo hapo. Tulisema nguruwe na mbuzi, kipi kinachukia matope? Mbuzi, si ndio? Nguruwe anapenda ukimwambia nguruwe ndani, linafanya linageuka upande wa pili. Maana linapenda kukaa kwenye nini? Kwenye matope. Lakini kambuzi kanasimama, kanajikunguta, alafu kanaenda kwenye ukuta, kanajiburuza hivi. Akapendi. Amen. Tusitendeane mabaya. Tusipende kutendeana mabaya, tutendeane mema. Maana anayetenda mema kwa haki, huyo amezaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni kuchukuliana mizigo ya madhaifu ninyi kwa ninyi. Na mkitaka kupima kama huyo rafiki yako ana upendo wa kweli, chunguza saa mkikosana anakuambia nini. Na kama wanandoa, utasikia sasa. Ndio maana hata mali sikumaliza. Kumbe wewe ulikuwa unajua hajamaliza, hana. Kumbe anaanza kukusodoa, sikumaliza kwa sababu ana, yani wewe kichwa chako hicho. Anaanza kukutoa kasoro. Yaani mimi nilikuoa kwa sababu nilizaa na wewe tu. Kumbe alikuoa kwa sababu alizaa na wewe, lakini kwa ukweli hakupendi. Yaani mimi nilikuoa ili tu huyo mwanangu apate malezi yangu. Hayo anaongea kwa nani? Amekaa kwenye hasira pale, kuna ukweli. Usikiliza vizuri. Pale ndio kuna ukweli pale. Ukiambiwa uwage muelewe. Lakini sina uhakika. Anakuambia sina uhakika wa kuishi na wewe. Yaani bora ningemuoaga tu Ana. Unagundua kabla ya wewe kumbe alikuwaga na Ana, lakini sasa kwa sababu alizaa na wewe ameona tu akuoe wewe. Lakini ule upendo kwako umefanyaje? Sasa msikilize mke. Atakwambia najuta. Ukisikia hilo neno tu najuta kuolewa na wewe. Laiti nisingalizaa na wewe, ningaliolewa na Simon. Kwa hiyo hapo kilichomweka nini? Mtoto tu. Kwamba anakupenda. Yana aliwaza sasa nani atanikubali mimi nilee huyu mtoto. Niendage huku. Akaja huko. Kwa mlivyokwazana sasa mnakumbushana. Mimi nilikuja kwa ajili ya mtoto tu. Nafikiri nakupenda wewe. Hawa hawajawahi kupendana. Jamani, kuna tamaa na upendo. Sisi kizazi hiki cha sasa kinaongoza kwa tamaa au kwa upendo? Vijana wenzangu, ni tamaa ni upendo? Tamaa. Unaona huyu mtoto mweupe sana. Jamani, wasije wakamwahi mwenzangu. Unaoa weupe hujui tabia yake. Subiri. Subiri akakuoneshe.
kwamba yeye sio mweupe tu na ngumi anajua. Unaolewa na mtu kwa sababu tu ni mtanashati. Subiri ukienda huko, mazoezi yote anafanyia kwenye mwili wako, anajifunza kulenga shabaha kwenye pua. Nilimwona mtu amemkwida mke wake, amemuinamisha hivi, anampiga vifuti vya magoti mpaka nawaza, huyu anataka kumng'oa pua. Yaani anataka yeye akimwacha asipendwe na mtu yoyote duniani, pua iwe imeenda hivi, mdomo uwe umeenda hivi, yaani amemng'oa. Jamani, tusiendeane mabaya. Amen. Huu chumba kuendesha wiki 2 huu, kuna usanipa. Na sasa hivi wadada, najua akina kaka wanajua kabisa kila mdada ana hamu ya kuolewa, na wanaume tuko wachache. Kwa akisema tu I love you tu. mpaka tu. Umeenda. Nimesikia yule bwana anaigiza. Sasa mnisamee Wasukuma, si wa nani. Anasema Msukuma nilimwambia I love you 2, akanambia I love you 3. Sasa hiyo 3 imetoka wapi? Sasa wewe Msukuma unamwambia I love you 2, anajua. We ongea vitu vinavyoeleweka. Upendo hauna kona nyingi, upendo umenyoka. Haya mambo ya kuambiana nitakununulia gorofa. Wewe bwana, wewe kule kijijini kwetu kule hamna gorofa. Asikudanganye huyo. Mambo ya kudanganyana yameisha. Wewe mwambie tu kwa kweli, mimi maisha yangu hata viti sebuleni sina. Wale waliotokea kijijini kama kule kwangu, siku ya ndoa unamuona kabisa bwana harusi anaazima stuli kwa jirani na vitambaa, wanapamba pale sebuleni kwake. Tunakuja ana mele meta, ana mele ndundundundundundundund, wanakaa kwenye tule stuli. Siku 2 tu, maana mwenye stuli alisema siku 3. Kwa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne asubuhi yule aliyekuwa bwana harusi anabeba tu stuli. Na wako umemwambia mwenza kwamba hivi utu tu stuli tulitokalia utu nimeazima kwa nani? Harusi ikiisha tu unabeba, unapeleka. Watu wanataka kwenda kwenye ndoa wazikute sofa, wayakute makabati, wakute kila kitu. Kama uliingia bila kitu, utakuja kutoka bila kitu. Kaonesha ushirikiano kwa upendo kabisa. Nimesikia semina huko, nitakuja kufundisha somo linaitwa varsity. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ni mke wa kiongozi mmoja, atakuja kuona kwenye Biblia. Aliambiwa akacheze uchi, alikataa. Yaani mume wake amelewa, anamwambia sasa mleteni mke wangu mzuri yule, niwaoneshe alivyo mzuri. Vua nguo zote. Cheza hapa. Yule mwanamke alikataa, alikuwa timamu yule. Wasema tunakuua, alisema ni bora mniue. Walimchana katikati hivi. Ndipo Esther kaolewa kutokana na kile kifo. Wanaume walisema nini? Kama wanawake zetu wakisikia haya maneno alikuwa anasema huyu, watatudharau. Sasa cha kufanya huyu auawe ili iwe fundisho. Hawa wakisikia alichofanywa huyu, watafunga mdomo. Sasa siku hizi huko kuna semina za wamama huko, mpaka wanaambiwa walioko kwenye ndoa na washauri, muwe mnanunua vitu kwa majina yenu, maana kuna kesho. Kadake hiyo utanishukuru. Utanishukuru nakwambia. Haya mambo haya sikiliza, lakini akili za kuambiwa Kikwete alisema changanya zako. Ukichukua tu zile tu utahama. Unarudi tena. Mama Jones anasema hamnaga mkinga anasemaga kwetu usiku huo. Umewahi kusikia mkinga anasema kwetu usiku huo? Ameenda kwenye ndoa anasema kwetu usiku huo mkinga. Umewahi kusikia? Tutafute kabila lenye hiyo tabia. Mimi kwetu usiku huo naenda. Wewe unaweza kurudi market.
Bwana watu mnaleta jeuri kwa sababu kwenu ni hapa hapa Kabwe, ukizunguka tu namwambiaga Pasco, wewe usimfokee mke wako. Yaani wewe anatoka tu anazunguka nyuma ya nyumba amefika kwao. Kuna watu hapa ni masafa nauli tu. Unanunua pikipiki. Vipi Kaganda? Unajua Kaganda? Mtwara, Bukoba. Alitoka Bukoba kaenda Mtwara. Sasa kutoka Mtwara kwenda Bukoba na ulishinga. Unaweza ukasema kwetu siku huu. Ambao nauli bukubuku hawa. Kwetu siku huwa unaenda wapi? Naenda. Na nimewaambia mama muwe wakali. Hapa ulishaondoka, urudi hapa. Unaweza kusema karibu mwana, ndio mnasafanya wanakuwa na kiburi huko. Mablanketi mazito kujifunika ni mwanachama. Kufua anasema unataka mikono iharibike. Unaona? Anasema kufua ni 5,000 tu. Maneno hayo yanamtoka mtu katika saa ya makasiriko. Kumbe pamoja na hayo, mtu anayempenda hata anapokosana naye, usitumie madhaifu yake kama silaha za mashambulizi kwake. Usitumie madhaifu yake kama silaha ya mashambulizi. Galatia 6 mstari wa 1 hadi ule wa 5. Ukipata nafasi unaweza kwenda kusoma. Lakini anazungumza kitu muhimu sana kwenye maisha ya kanisa. Galatia 6 ule mstari wa 1 hadi wa 5. Mstari wa 2 anasema hivi: mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo, mchukuliane madhaifu. Usitumie madhaifu kama silaha ya kumpiga mtu mwingine. Kwa sababu kila mtu hapa ana udhaifu wake. Si ndio? Na kila mtu hapa hapendi udhaifu wake utangazwe. Kila mtu ana udhaifu. Sasa wewe usitumie kukosana na mtu halafu natangaza udhaifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Udhaifu wa mtu kama unaujua, yani we kama una siri yangu mimi, hata kama tumekosana, endelea kuwa mwaminifu kutunza siri. Usianze kuambia watu, sasa nitawaambia watu mambo yako yote. Alafu kesho unasikia amekunywa sumu amejinyonga. Sasa sijui aliwaza nini. Kuna mtu hapa anajua alichowaza. Wewe unataka kupeleka siri zangu public? Watu tunapenda kuheshimika bwana. Na madhaifu yetu tumejificha kwenye kakichaka kakaranga. Lakini kila mtu ana udhaifu. Usiutumie udhaifu wa mtu kumdhalilisha. Moja kati ya vitu vinaumiza ni pale ulipojua unapendwa, badala yake unaona unatengwa. Omba Mungu akupe neema ya kukubarika tena. Ulijua hapa unajua watu wanaolewa kwenye ndoa. Jamani, anayekupenda kule ni mume wako tu. Ni mke wako tu. Mwingine akaingia pale anakupenda, sijui mama mkwe, sijui shemeji, sijui wifi, ushukuru tu Mungu. Lakini kiukweli huyu jamaa akikutimua, ndipo utasikia wale mawifi, hata sisi tulisema kaka. Yaani ina maana wewe kweli wanawake wote ukio tulikuwa tunakuangalia tu. Yaani ni kama sio wale. Unapiga simu wewe wifi, sasa wifi yako na. Yaani ni kama sio wale. Wamegeuka. Kwa sababu aliyekuwa amekupenda amefanya nini? Amekununia. Sasa unaanza kuwakumbusha wifi. Unakumbuka hata kwenye jambo lako nilibeba. Ulilibeba wewe. Si kaka yangu alikuwa anakupa hela. Unaona mambo yanavyoanza kuwa mabaya. Ulipofikiri utapendwa, unakasirikiwa. Cha maana usijibu mabaya. Mwambie mbingu zifunguke, neema yako ije juu yangu. Ije juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio wa kwanza. Neema ya Mungu ndani ya mtu ni mfumo unaofanikisha vitu mbalimbali kiroho na kimwili. Omba neema ya Mungu ije ndani yako ianze kufanikisha vitu. Hautawatafuta, watakutafuta. Maana unaenda kwenye Zaburi mlango wa 1, kila ulitendalo linafanikiwa. Ukienda hapa unafanikiwa. Ukilima unafanikiwa. Ukianzisha biashara unafanikiwa. Ukianzisha ujenzi unaenda. Wanaanza kushangaa. Kitu gani kimetokea? Watakapoiona neema uliopewa, watajua wewe ni nani.
kuna wakati hatutakiwi kujitambulisha. Acha neema ya Mungu ikutambulishe. Mimi nawaambieni, kama sio neema ya Mungu, wengine hapa mjini hatuna ndugu. Yaani hivi mlivyo kanisani nyie ndio ndugu zetu. Mimi nawaambia hapa, kama wewe ni kama mimi, kazanaga ibada. Uwe unaonaga na ndugu zako hapa. Lakini kama una ndugu zako kanivo, kazanaga. Si ndio watakao kuja kwenye shida yako? Wewe hujawahi kuona huko mtaani wanasema wale vijana wanywa pombe, walevi, lakini wakifa ndio wanaobeba nini? Wakifika makaburi utakia vijana wetu tusaidieni hapa. Ila wakishamaliza kusika wanasema nini? Vibaka hawa. Yaani huwezi kupewa heshima, kuna muonekano huwezi kupewa heshima. Nimemwona yule kijana amefanya uokoaji juzi, nafikiri ni Kahama kama mmeona. Amefanya uokoaji yule kijana. Amesema sisi ndio wanatuitaga wahuni vibaka. Lakini ndio tumeokoa hapa. Tumeokoa watu. Nimepoteza wallet yangu, nimepoteza simu, sina wa kumdai. Lakini nilikuwa nafanya ili kuwaokoa wenzangu hapa. Ila wanatudharau, wanaona sisi ni vibaka. Kuna saa watakudharau, kuna saa utakuwa mtu wa heshima, kuna saa utathaminika, kuna saa utaonekana. Hawakuoni saa hizi, omba neema ya Mungu ifunike, watakuona hata kama uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, neema ya Yusufu, neema iliyokuwa ndani ya Yusufu, Mwanzo 41 mstari wa 25 hadi 45, siwezi kusoma, utasoma kwa wakati wako. Neema iliyokuwa juu ya Yusufu ndio iliyomtambulisha Misri. Mungu afanikishe mambo mbalimbali kazini na nyumbani kupitia wewe. Mungu alifanikisha mambo mbalimbali kule Misri kupitia nani? Yusufu, na wewe ndiye Yusufu. Mungu akafanikishe mambo mbalimbali huko. Huyu Yusufu walikuwa wamemchukia ndugu zake. Walimsonya, wakaona bora auzwe. Kwanza walipanga kumuua, afe kabisa huyu. Wakapata wazo tumuuze kwa Waishmaeli. Wakamuuza, wakapata hela. Wasijue wanakompeleka ndiko iko baraka yake. Hawajui hizo hasira wanazokuchukia ndipo wanainua lidude lenye hasira ya kufanya vitu vinavyowezekana. Neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Yusufu ndio iliyomtambulisha Misri. Neema ya Mungu itakayokuwa juu yako ndio ikakutambulisha kazini, ikakutambulisha kwenye biashara. Mpaka waulizane mganga wako ni nani, na usisite kuwaleta kwa mganga. Usisahau kumwambia una mbuzi, maana kule wanahitaji. Hujaimba ule wimbo? Mganga wetu ni karibu, hashindwi na uchawi. Kwa tukirogwa kule tunaenda wapi? Kwa mganga wetu ambaye ni nani? Yesu. Hashindwagi na uchawi. Kasome hiyo habari. Yusufu alipata cheo katikati ya wachawi, wasihiri na wanajimu. Na wewe utanunua gari katikati ya wale wambea, utajenga katikati ya wale wanafiki, utaolewa katikati ya wale wale, utazaa katikati ya wale wale, na usisahau mwenye mwana na ushuhuda. Ukinunua gari, umewapita maadui, shusha kio. Ugonile vandu wake hapa. Jamaa watajuaje sasa kwamba ni wewe unapita? Salimia watu. Salimia. Uliza kabisa, mnafika wapi wapendwa? Usiwakumbushe mabaya, yatajijibu humo humo. Utasikia kweli kiala liko. Siku zote hawa walikuwa hawajui kama Mungu yupo. Wanaanza kumuona kupitia wewe. Sema nilikwambia, usipende kuvaa vizuri siku ya kwenda kwenye harusi tu. Wakati mwingine kamtembelee na yule mbea. Ukiwa umevaa vizuri. Niliwaambia hapa, mimi nilienda airport na safari, afu mtu ananiuliza unamsindikiza nani? Naambia mimi ndo nasafiri. Aniuliza unaenda wapi? Yaani manake mimi ni kupanda Costa tu. Siku hizi pasi wamevunja mwiko. Mke wake yuko huko duniani huko. Anapanda mabasi marefu, anakaa. Akipanda hapa saa 11, anaenda kufika saa 2 usiku. Yaani amefidia. Alikuwa anapanda hapa Tukuyu masaa 2 tu.
Anapanda hata kusinzia asinzii Pasco. Yaani akikaa tu hivi utasikia haya Tukuyu tayari atakuwa. Sasa hivi Pasco anakaa, anageuka na hivi, anageuka na hivi, anainama, anainuka, anauliza wapi, anamwambia Madaba. Hey. Neema ikifunguka unabeba begi mpaka waulize unasafiri, unawaambia ndio. Wewe kila siku na kifungashio. Beba begi. Kuna namna neema ikishuka inapasua ile kuta. Unavuka. Walisema hamtasafiri kwenda nchi ya nje, waoneshe passport. Na mimi nawaambiaga hapa. Mimi nilipopanda ndege siku ya kwanza nilijibu maswali ambayo niliuliza toka mdogo. Nilipokaa tu pale wamesema ndege inapaa, siwi nini wametoa, mimi nasubiri tu ipae. Maana nasikia huku kwenye ndege kuna choo kwenye ndege. Maana mimi nimezoea vya kwetu. Mpaka ufunge safari kwenda chooni, unafunga safari. Ni hapa na kule kwenye miparachichi. Sasa kwenye ndege kuna choo. Nilipokaa tu ndege ilivyokaa sawa, nikasimama kwenye choo kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa, mambo haya usijifanye unajua. Maana kuna watu wanakaa utafikiri wao wa mjini. Tunakujua. Nilienda hoteli kule Blantyre, nimealikwa. Nimefika kwenye hoteli, nafika pale hotelini kuna uma, kisu, kijiko vimefungwa kwenye kataulo. Alafu kuna kitaulo kingine hapo, kuna vitaulo kama 3 hivi. Mimi nikafika pale sasa sielewi. Alafu chakula nilichoagiza wali. Wamenipa kisu na uma. Kijiko chenyewe sija master. Yaani kulia wali kijiko sija master. Maana kule kwetu tunasukuma hivi kwenye sinia. Alafu na minya ili punje zisije zikamwagika. Unauminyia huku, unafanya hivi kidogo. Kulia kijiko sija master. Wamenipa wali, uma na kisu kile cha kukatia ugali. Alafu na hivi vitambaa vyote hivi. Sielewi vya kazi gani. Nye watu, dunia hii kila mtu kuna mahali ni mshamba. Mimi nilipoangalia kile chakula nikaondoka, nikatembea kwenye meza za watu kuona wanafanya. Mama Marukasa, mlisema tusitazamie shuleni, mpaka leo tunatazamia. Nikaenda kutazamia, nikaona kumbe kitambaa kimoja unajifunga hapa. Usichafuke. Hiki kingine hiki ni cha mikono. Alafu ukira nani huku unafanya hivi. Sisi tumezoea. We bwana we. Maisha haya kila mahali ni shule. Ulifika umemaliza? Bado. Kuna kazi ya kula wali na uma. Ukichota hivi kinapitiliza. Kumbe kile kisu unaweka hivi, unabana hivi. Mimi naona nachelewa, maana kutoka hapa. Neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu itampa uwezo wa kufanikisha mambo aliyokuwa hawezi. Neema ya Mungu iwe juu yako ikafanikishe mambo uliyokuwa huwezi. Neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Paulo, Galatia 2 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema walipoiona neema, Paulo walikuwa wanamkataa. Hawataki kufanya naye kazi. Lakini Mungu alichokifanya, alimpa neema Paulo ya kuponya watu. Alimpa neema Paulo ya miujiza. Walipoiona neema, walimpa mkono wa shirika. Mungu akakupe neema ili wale waliokukataa watakapoiona neema uliopewa wakupe ushirikiano. Naomba usimame, muda wangu au niruhusu. Niweze kuomba hapa. Ndugu zangu, kama kuna vitu tunahitaji kuomba, omba neema ya Mungu. Usiombe vitu. Amen. Usiombe. Neema ya Mungu ina kila mahitaji yetu.
Yaani sisi tunajisumbuaga, baba naomba nyumba, baba naomba gari. Sisi ndo akina Batimayo sasa. Kumbe ilitakiwa tuombe neema ya Mungu. Neema ya Mungu inaanza kufanikisha vitu. Watakapoiona neema uliopewa, wanakupa mkono wa shirika. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi mwenzangu mmoja alikuwa anashuhudia juzi Morogoro. Amepewa gari. Katika utumishi wake wote yeye anatembeleaga baskeli. Nivute kwako Bwana Yesu, katika shida hata furaha. Juzi wamempa nini? Gari. Usione mimi naendesha yako kagari. Wale wenzangu wanajua kabaskeli kangu kazuri kalikuwa nakapenda kakijani. Nivute kwako na wai morning glory kama Omari. Nivute anawai hapa. Wote mnachelewa na magari yenu. Omari anawai. Nivute kwa mapema. Wamempa gari. Yaani hata kwamba kuna siku aliwaza kwamba atakuja kuwa na gari. Ase sijawahi. Yaani katika miujiza huu ni wa pili. Wa kwanza niko hai. Ukitaka kujua ni muujiza, wewe nendaga huko tunakwenda kuzika watu. Angaliaga misalaba. Utasikia 88, 86, 85, 72, 70. Unaona wewe mwaka wako yupo pale. Na alikufa miaka 5 iliyopita, wewe upo. Kama sio muujiza nini? Wewe unapua imeangalia wapi? Ambayo haivuti hiyo hewa aliyokuwa anavuta yule na akafa. Asema muujiza wa pili ni mimi. Kwa nani? Jamani, kuna watu hapa magari ni kawaida yao. Sisi wengine ni muujiza. Yaani hata tu kwamba ukitoka umepewa lift unamshukuru Mungu. Yaani kwamba hata mimi nakubarika kumbe kwenye lift. Unaelewa kazi ya kuomba lift? Yaani nyewe wenye magari mtuulizage tu, mnafika wapi? Wakati mwingine hatuwezi kuomba. Aibu. Tunanyamaza tu. Kwa ukituona ulizage, mnaenda wapi? Mimi napita Soweto huku, nyewe mnaelekea wapi? Wakisema tunaenda Uyole. Sasa si mnapandia Soweto, wachukue hao. Walikuwa wanaogopa tu. Mimi nakwambia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe neema. Hiyo neema itafunika udhaifu. Hiyo neema itakutambulisha. Hiyo neema itafungua ile biashara kiwango ambacho hawakujua. Kama kuna siku utauza, wewe mwenyewe utasema, hivi ni mimi au kutoka kuuza 7,000 mpaka 70,000. Unashangaa. Wewe siku hizi unafunga hela na mnati. Wewe ulikuwa kufunga hela na mnati. Wakati kwenye mfuko inakaa buku tu. Na inatembea wiki. Iko hiyo hiyo tu. Lakini neema ya Mungu itaenda kuleta maongezeko. Nenda mbele za Bwana, jitabirie mema. Kila mtu hapa ni nabii, anaweza kujitabiria mema. Kitu gani unataka Mungu afanye? Omba Mungu akupe neema. Neema imebeba baraka zako. Mungu le hai katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa baraka ambayo umeiachilia leo. Tupate kutafakari habari ya upendo. Na ni wewe umekuwa upendo kwetu, umekuwa baraka kwetu. Msaidie kila mtu ambaye amekanyaga hii madhabahu. Udhihirishe ule upendo wako wa kimbingu ambao ulifanya kuacha mbingu na ukaja kukomboa mwanadamu. Tunaomba Bwana, hiyo neema ikae kwa yule mama, ikae kwa yule baba, ikae kwa yule kijana, ikae kwa ile familia. Hata kama wamemdharau wote, lakini nachojua mbingu hazijamdharau. Hata kama wamemkataa wote, lakini najua mbingu hazijamkataa. Hata kama wengine wote wanamzomea, lakini najua mbingu hazijamzomea. Mungu ninakusifu, funua neema yako. Kwenye ukoo wapate kujua uko Mungu. Uko Mungu. Funua neema yako kwa watoto wake waliodharauliwa. Funua neema yako kwa mume wake aliyedharauliwa. Funua neema yako kwa mke wake aliyedharauliwa. Funua neema yako kwa kanisa. Fungua neema yako kwa taifa. Fungua neema yako kwenye biashara zao. Funua neema yako popote wanapokuwa. Maombolezo na vilio visitajwe kwao. Ukawape kicheko waingiapo, ukawape kicheko watokapo. Ukawape amani inayotoka kwako. Uwalishe chakula cha kimbingu. Komesha maombolezo. Rudisha furaha kwenye familia zao. Rudisha furaha kwenye biashara zao.
rudisha furaha kwa watoto wao. Ondoa kabisa maumivu ambayo adui anayapanda siku kwa siku. Huyu mama haoni furaha, kila siku ni kilio, lakini zidisha ile neema. Watu watakapoiona neema uliompa kwa utukufu wa jina lako, wampe mkono wa shirika. Mungu kajulikane kwenye familia yao kupitia huyu, kajulikane mahali pa kazi kupitia huyu, kajulikane kwa watoto wake kupitia huyu. Watu wasimzomee kwamba ameshindwa kulea watoto, watu wasimzomee kwamba ameshindwa kutunza ndoa, watu wasimzomee kwamba ameshindwa biashara, bali funua neema kwenye uchumi, funua neema kwenye kazi, funua neema kwenye kila sekta, hawa watu wakastawi. Heshima na utukufu ni vya kwako. Sisi tumeomba ili baraka yako ikae katikati ya watu hawa, wasiwe na ukaufu wala wasiwe na unyaufu. Uwabariki, uwalinde, uwatunze. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba uketi. Tunapojiandaa kutoa sadaka yetu ya shukrani, nikaribishe kwaya ya Injili muendelee kumtukuza Mungu. Wakati tunatoa sadaka yetu ya shukrani, nimeambiwa kuna mtu ana shukrani ya pekee. Karibu uliyejiandaa kwa shukrani yako ya pekee. Bwana u sehemu ya rafiki yangu wewe katika tatende pamoja na wewe pamoja. Safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Ndugu zangu wapendwa mnaosimama mbele ya madhabahu hii, naomba kusoma kwenu Zaburi ya 46 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Vitu vingi sana vinapopata shida, kuna mahali pa kukimbilia, kuna mahali pa kukimbilia. Panya akibananishwa na paka, anakimbilia chini ya kochi, anakimbilia kwenye vyombo ili ajifiche. Sisi mahali pa kukimbilia ni kwa Mungu. Kila mahali mnapopitia, kumbukeni mahali pa kukimbilia ni kwa Mungu. Na anachokihakikisha hapa, anasema kwa hiyo hatutaogopa, msiogope, kwa maana yeye ameahidi yuko pamoja nanyi. Hili neno linatia nguvu sana, kwamba hata kama mchungaji hayupo, hata kama mwinjilisti hayupo, hata kama mzee wa kanisa hayupo, hata kama washarika wenzangu hawapo, lakini yeye yuko pamoja na ninyi. Msiogope kwa yale mliopitia na kwa yale ambayo mnamtarajia Mungu atende. Msiogope, yeye bado yupo pamoja nanyi. Pige magoti tuweze kuomba kwa ajili yenu. Mungu uliye hai, Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa neema ambayo umeiachilia siku hii ya leo. Watu wako wamekuja kukushukuru wakiwa wameshika sadaka. Sadaka zinaongea kuliko maneno, na sadaka hii ikapate kibali. Nguvu zako Mungu zitakabali sadaka hii. Kama ulivyoipokea sadaka ya Kornelio, uipokee na sadaka yao. Isinyamaze, ikapige kelele usiku na mchana, ikapige kelele kwa siri na kwa wazi. Kajidhihirishe Mungu uliye hai, kawasaidie watu hawa wanapopita kwenye vipindi vigumu. Usiwaache peke yao, wabebe kwa mkono wako. Umeapa utawashika. Washike wanaosoma, washike wanaofanya biashara, washike waliopoteza wapendwa wao. Kila mtu kwenye eneo lake, neema yako iwe juu yake. Uitakabari sadaka yao wanayokutolea.
ikalete matunda ya kiroho katikati ya maisha yao. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mwinulieni Bwana mioyo yenu, mpokee baraka. Bwana Mungu akubarikie, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Inukeni mkamtolee Mungu wenu sadaka kwa moyo wa kupenda. Karibuni. Amen. Karibu kwaya ya Injili, mumtukuze Mungu, na wengine tutaendelea kutoa sadaka ya shukurani na jengo. Kumbuka kuendelea kupunguza mpango wetu wa 100,000 kwa kila mtu, lakini kumbuka kama ukutoa sadaka ya dhabihu na unaweza kaweka madhabahuni. Karibuni kwa matoleo, na kwaya karibu mtukuze Mungu. Ukizidi
salamu Yesu Bwana, wewe uzima wangu, nimekujia naye yote ulionipa, ni moyo na mwili, ni moyo na mwili, hata mawazo ya ndiyo heshima yangu, ni moyo na mwili, ni moyo na mwili, hata mawazo ya ndiyo heshima yangu. Tuombe. Ee Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo twakusihi uyapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, uyatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliokosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na Mungu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Yesu Kristo anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mrudieni Bwana, mioyo yenu mpokee baraka. Bwana Mungu akubarikie, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Sababu namsifuye siku zote. Sikilize ni furaha yangu, Mungu nipendo anipenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu, tumefika karibu na mwisho. Asanteni sana kwa uvumilivu wenu katika ibada hii ya leo. Tuwakaribishe tena saa 10 kwenye ibada ya mafundisho ya maswali na majibu. Tunajifunza Jumatatu mpaka Jumapili. Jioni Jumapili tunakuwa na kipindi cha maswali na majibu. Unaweza ukauliza swali kutoka Biblia au swali lolote linalohusu imani ya Kikristo, tukaangalia namna ya kusaidiana ili uweze kutembea katika imani sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutakuwa na mafundisho yanayohusu imani. Moja kati ya kitu Yesu alisisitiza sana ni mafundisho, sio mahubiri. Ni mafundisho. Kwa hiyo ni lazima uwe ni mtu unayejifunza, na kujifunza ni tabia ya wana wa Mungu. Anasema mtakuwa wanafunzi wangu, watu tunaotaka kujifunza.
Kwa nikukaribishe saa 10 kipindi chetu kitaanza hapa. Weka ratiba yako vizuri, lakini pia kesho asubuhi saa 12 tutaendelea na kipindi chetu cha Morning Glory na jioni Evening Glory. Bwana Yesu asifiwe. Katika chombo ambacho kilikuwa kimewekwa na kwa ajili ya vile vitenge tumeweza kupata 220,000 kwa vyote viwili. Kitenge kilikuwa ni cha kina mama. Vyote vilikuwa vitenge. Nani alipewa kanga? Akina baba. Kasto ndo alipewa kitenge. Kanga. Wamepata 100,000. Barikiwa sana. Akina mama kitenge wamepata 120,000. Mungu awabariki sana. 220,000 inaingia kwenye akaunti yetu ya site. Amen. Endelea kupunguza kwenye bahasha yako ili fika tarehe tunaposema kitu angalau kamfuko kawe kanapumua huko. Amina watu wa Mungu. Hatuna mfadhili popote. Biashara yako ndio mfadhili wetu. Na sisi tunakuombea ufanikiwe ili ufanikishe. Amen. Usione tunakaa huko madhabahuni kila siku. Tunawaombea mfanikiwe huko. Na mnapotuambia mjafanikiwa, Mungu anawaona. Ukisema hujafanikiwa, Mungu anatuambia kabisa kweli huyu sijamfanikisha. Lakini uliyefanikiwa na umenyuti, utajuana na Mungu huko. Lakini ukibarikiwa, toa hicho kitu haraka sana kisikae kwako. Tumezungumza habari ya mavuno, watu wameendelea kuleta pale nyuma kuna mavuno, lakini endelea kuleta mavuno yako. Usikae nayo nyumbani useme ngoja nisubiri kidogo. Utatiwa majaribuni. Utauza. Utatumia matumizi mengine. Mungu awabariki sana. Tunapotoka ni waombe kwaya ya nini? Nasema kitengo cha muziki. Naomba uchaguzi msifanye sasa. Naona tena mambo yameingiliana, kuna vijana na hili kwa sababu ya mambo ya vijana ni sikukuu, basi tuwaache wao wakutane. Hafu hilo tutaliwekea ratiba vizuri tena huko mbele. Amina watu wa Mungu. Hakuna mahali tunashtakiwa, ni sisi tunaamua ili lifanyike hapa, ili lifanyike hapa, ili tusitingane hawa wafanye kitu fulani. Kwa tunaruhusu vijana wakae wajadiliane kwa ufupi, msikae sana. Kumbuke jioni vijana tena nyinyi vijana ndio mnatakiwa kurudi kwenye ibada za jioni. Muhimu sana. Kanisa halitakuzwa tena na kina bibi nani hapa. Bibi naomba usimame hapa. Hapa. Simama bibi. Hebu waangalie hao. Waangalie hao. Geuka hivi mama. Mnafikiri huyu ndo ataenda kuhubiri injili ili kanisa liongezeke? Mungu akubariki mama. Ukae. Sisi vijana sisi tunatakiwa tupate mbegu, maarifa ya kimungu, tuende tukapande huko ili kanisa liongezeke. Amina watu wa Mungu. Sisi ndio wainjilisti. Sipange kukosa saa 10. Leo ni Jumapili, lakini unapopata nafasi hizo za Morning Glory na Evening Glory, njoo tushiriki pamoja. Mungu awabariki sana. Tunapotoka kwaya pamoja, karibu muimbe, tutafunga ibada yetu pale nje. Kila mtu aimbie hapo alipo, tujue nani alikuwa anategea mazoezi. Mwalimu jana yeye alikuwa kukagua kwaya, alikuwa amealikwa. Sasa mwalimu mwinjilisti ni mtaalamu, wote mnajua ni mtaalamu. Kwa hiyo anaomba mahali tofauti kwa ajili ya ukaguzi. Mwezi uliopita alikuwa kukagua huko Mbeya mjini. Kulikuwa na kwaya 10 na ngapi? 10. Kukagua kwaya na inaingia kwaya kwanza nyimbo 3, ya pili nyimbo 3, ya tatu nyimbo 3 mpaka 10. Hapo atoe mshindi. Wamemwamini. Wamempa kazi tena. Jana alikuwa Tukuyu kukagua mpaka jioni. Amina. Choka kweli kweli. Na bado wamemuomba, wamemwamini. Jamani, kama wanamwamini sisi nani tusimwamini? Amina. Amen. Ukiona wewe watoto wako ndo wanachukuliwa kwenda kusaidia huko, unajua safi kabisa. Wao wako ndo wanasaidiwa. Wewe unaenda kusaidia. Sisi kwa tunatoa watu hapa wanaenda kusaidia. Ni baraka kwetu. Lakini na sisi tuna mfumo ambao tuna hizo nyimbo za kwenye vitabu, kila Jumapili wimbo mmoja atafundisha hapa ili tusisahau. Amina watu wa Mungu.
Mungu awabariki sana. Karibu mwalimu, tuongoze kwa wimbo wa kwaya pamoja tunapotoka pale nje. Samahani kidogo mwalimu, tumesahau tangazo moja. Mama Nzali, mnaona leo hayupo, ni mzee wetu wa kanisa. Mume wake alipata shida wiki hii, amepata shida ya mguu na anaendelea na matibabu. Nafikiri Mungu akitupa neema tutamuona leo au kesho, tuendelee kumwombea. Aliteleza na mguu umepata shida, kwa hiyo tuendelee kumwombea. Na yule ndugu yetu, sasa kuna watu wanachanganya. Kuna watu wanachanganya mswani na mshani. Mswani, punga mkono. Yule anaitwa mswani, anaitwa Neema Mswani. Yule mwingine anaitwa Ernest Mshani, aliyepata shida ya mtoto kuvunjika na akafiwa na baba mkwe, anaitwa Ernest Mshani. Yeye yuko Makaleli, bado hajarudi. Lakini yule anaitwa Neema Mswani. Sasa walianza kumpa pole bwana, nasikia mtoto amepata shida. Sio yeye, simsikie moyo. Pole kwa hayo, lakini tunaendelea kufahamiana vizuri. Karibu kwa haya tunapotoka.